Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba mtakatifu kwa neema yako na upendo wako. Tunapoenda kuanza kipindi hiki kwa ajili ya kujifunza, naomba ukae pamoja nasi kwa jina la Yesu, amina. Amen, amen. Asante. Asante na washukuru kwa wale ambao mmefika. It's session nyingine tena ya South Nyanza Conference mawasiliano webinars. Ni mfululizo wa semina ambazo tumekuwa tukizifanya kwa njia ya mtandao kuelimishana mambo mawili matatu. Lilikuwa wazo la idara ya mawasiliano South Nyanza Conference kuwa na sessions ambazo kupitia hizo tutakuwa tukialika baadhi ya watu ambao ni wana ujuzi fulani na juu ya maeneo fulani ya kiteknolojia na masuala ya mawasiliano kutusaidia kupata picha ya ni wapi tunatamani kuenda na tunajua teknolojia imekuwa ikisogea sana, hivyo kwa neema ya Mungu tunamshukuru Mungu kwamba hii ni session ya 3. Session ya kwanza ilifanyika mwaka 2024 na tulizungumzia juu ya habari za artificial intelligence, akili mnemba. Session ya pili tulifanya mwezi uliopita, Jumapili ya mwisho mwezi uliopita, ambapo hii tulikuwa tukizungumzia hasa habari ya usimamizi wa kurasa za mitandao, social media management, na tunakumbuka tulipata presentation ambayo ilikuwa ni baraka sana kutoka kwa brother Joshua Elias Mihayo. Na leo kwa namna ya kipekee tuna session ambayo inazungumza juu ya habari ya mawasiliano, lakini kwa upande hasa wa ulinzi wa taarifa mtandaoni. Nadhani ninyi kama mimi, kama ni watumiaji wazuri wa mitandao, sio mara ya kwanza kutana na habari hacked, amedukuliwa, na imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kikitokea mara kwa mara. Na sisi kama South Nyanza Conference nimetukuta, nakumbuka kuna wakati kama mtakumbuka vizuri, mliona taarifa fulani zilisambaa. Tulikuwa tukiwaambia watu msijibu message kutoka kwa huyu kwa sababu ilikuwa ni namba ya mwenyekiti wetu Pastor Beatus Grayson Mlozi ilikuwa imekuwa hacked. Na hivyo kama kanisa tumeanza kuwa wahanga wa hili, na hivyo tukaona ipo haja kubwa sana ya kukutana pamoja kama wadau wa idara ya mawasiliano na watu mbalimbali tu kutoka maeneo mbalimbali ili kujadiliana juu ya namna gani tunaweza tukakabiliana na changamoto hii. Wageni wetu leo nimetumia neno wageni, lakini ni wenyeji. Namshukuru Mungu leo niko na watu ambao naweza nikawaita wadogo zangu. Mdogo wangu wa kwanza ni Baraka Range, ambaye Baraka Range Baraka Range ni miongoni mwa vijana ambao ninamshukuru Mungu kwao, amekuwa wakiwa na ni vijana mbaraka sana kwenye swala zima la masuala ya cyber security, ulinzi wa taarifa za mitandaoni. Lakini japo kwa kidogo pia yupo mdogo wangu mwingine anaitwa John Mange, atakuwepo pia kuja baadaye angalau hata kwa ajili ya kutushia mawili matatu kwa ajili ya session hii. Hao watu wawili ni wa kipekee sana kwa sababu Baraka na John wote kwa nyakati tofauti wamewahi kuwa washindi wa shindano ambalo huwa linaendeshwa na mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania TCRA. Zamani ilikuwa inaitwa Cyber Star, sasa hivi linaitwa Cyber Champions. Shindano hili hasa kwa sehemu kubwa wanahusika na masuala ya kuhakikisha kwamba ulinzi na usimamizi wa ulinzi wa taarifa za mitandao pamoja na namna gani ya kuweza kukabiliana na viashiria vya wizi maybe mitandaoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni watu ambao ninamshukuru Mungu kwamba wako well versed na Mungu anaendelea kuwatumia vizuri kwa ajili ya nafasi hiyo. So since it's sasa hivi mimi ninaomba assume my role of a pastoral role, japo namuona mzee wangu Kennedy Onguka ambaye ni mwalimu mkuu katika shule yetu kule ya BAP. Lakini pia nashukuru Mungu nimemuona mwenyekiti wetu Pastor Beatus Mlozi. Pastor, naomba nikukaribisha angalau usalimu watu wa Mungu walioko hapa. Karibu. Ninashukuru Michael, asante sana kunikaribisha, nami nawatia moyo watu
kutokata tamaa kujifunza, na kujifunza kuna mwisho, ni vizuri kujifunza kwa kweli. Nipo hapa nami kujifunza na nitashukuru sana. Asante sana Pastor kwa ajili ya uwepo wako. Asante Mwalimu Onguka. Hivyo basi ninaomba kwa ajili ya kuanza sasa session hii, tutapata a bit of kujifunza kutoka kwenye maandiko. Format yetu imekuwa hivyo, kwa tutajifunza kwa dakika chache tu kidogo, and then baada ya hapo nitamkaribisha Baraka na kuendelea na session hiyo. Kama kuna maswali, kwa sehemu kubwa presentation hii ya leo inakusudiwa kuzungumzia juu ya habari ya moja, kwa nini tumekuwa tukiona sana hizi shida za udukuzi siku za karibuni na kwa nini imeongezeka sana. Lakini mbili, tunawezaje kujilinda dhidi ya tabu hizi. Lakini tatu, ni habari ya je, ikitokea hivyo tunaweza tukafanya nini ili kujaribu kupata account zetu tena, au kile ambacho kinakuwa kimedekuliwa kutoka WhatsApp hadi nini. Ninaomba nisome fungu ambalo pengine sasa kwa sababu wachungaji wako hapa lakini ninaomba nisome fungu ambalo linaweza nilipata na linaweza katika fulani ya swala zima la ulinzi wa mitandao. Sura 11 kitabu cha Methali fungu la 3 inasema, ukamilifu wao wenye haki utawaongoza, bali ukaidi wao wenye fitna utawaangamiza. Kwa lugha ya Kijaluo, ya Kizungu namaanisha, inasema, the integrity of the upright shall guide them, but perseverance of the transgressor shall destroy them. Wazo tu kubwa ambalo natamani tutoke nalo hapa ni kwamba teknolojia hizi zinapokuja, ufahamu huu mbalimbali unapokuja, kama alivyosema mwenyekiti wetu Pastor Mlozi, tuendelee kujifunza, tukiendelea kujenga integrity kwenye usimamizi wa akaunti zetu za mitandao ya kijamii za makanisa, tukiendelea kujenga integrity kwenye usimamizi wa akaunti zetu binafsi, Twitter, Facebook, WhatsApp, namba yako ya simu kawaida, lakini pia kuendelea kujifunza kutumia njia ambazo tunajifunza kila siku kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mitandao yetu inakuwa salama. Hilo litatuwezesha sisi. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kule kujifunza kwetu kutatuguide, lakini ikitokea pale ambapo sasa tunahisi ukaidi, tukaacha kwamba bana sasa sisi haya mambo hayatuhusu na tunawaachia watu wengine, ndipo itakapotuletea tabu. Kwa hiyo leo tunapoenda kujifunza, kama ambavyo tumeendelea kujifunza kwa sessions zingine zote zilizopita, tunapaswa kufahamu kwamba habari hii ni habari ambayo ina apply kwa kila mmoja wetu, na ndio maana naamini leo tutakuwa wengi sana hapa. Lakini pia ni habari ambayo kila mmoja, kile ambacho tunajifunza, hata kama kitakuwa kidogo kiasi gani, angalau tuweke nafasi za kuzuia, kwa sababu kwa bahati mbaya tunapokuwa tumekuwa hacked, kuna hatari kubwa sana ya moja, taarifa zetu kuwa shared kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia hata kujeopardize position ya kanisa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Bwana awabariki sana. Tunashukuru kuwa pamoja nasi hapa. Kwa namna ya kipekee nimemuona Elder Mandela, ni kama nilimuona muda fulani ameingia hapa, lakini pia nimemuona Pastor Mramba akihudumu kama mchungaji wetu kule Usagara. Nimemuona pia kijana mmoja kati ya watakao kuwa kipresent leo, mdogo wangu John atakuwepo pia baadaye akizungumza na kushia machache kwa ajili ya session hii. Kwa wakati huu naomba nimkaribishe Elder Mandele kwa ajili ya kusalimu, lakini pia kutukaribisha saa rasmi, alafu baada ya hapo sasa Baraka naamini utakuwa uko well set up kwa ajili ya kuendelea na session. Elder Mandele, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama mnanipata vizuri. Tunakusikia vyema baba. Mnanipata okay. Mimi nina hello. Mimi napenda nitoe shukrani kwa kuwepo kwenu katika jukwaa hili ambalo linatupatia kila mwezi, linatupatia dodoso mbalimbali zinazohusiana na mitandao ya kijamii kwa ujumla,
kiukweli katika ulimwengu tunaoishi leo tunaishi katika ulimwengu wa namna hii. Yaani huu ndio ulimwengu tunaoishi leo. Tunaita ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo tunaweza tukakwepa na haya matumizi. Na sasa kwa sababu hakuna namna kuweza kukwepa, maana shughuli zetu za kimaisha za kila siku zimejikita hapo. Kwa hivyo inatupasa kuwa tunajifunza na kupata machache ambayo yanatusaidia kuwa makini na changamoto zinazotukabili, lakini ikianza na mtu binafsi, yani tunasema ikianza na wewe katika matumizi yako ya kawaida, tukienda moja kwa moja, kwa sababu haya mambo pia yamekuwa yakitumika kwa kanisa. Kwa hiyo hilo kwa ujumla unaona kanisa tunahitaji tuwe makini, washiriki wetu unatakiwa wawe makini katika kutumia haya mambo. Kwa hiyo tunapopata ufahamu inatujenga tukajua kwamba kumbe kuna hiki kinaendelea hivi. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa tunatoa mada tofauti tofauti. Na hivyo basi ni waombe kwamba watu wa mada wetu wako sawa kabisa, watakuwa wakitupatia mada yetu ya leo ambayo inahusiana na masuala ya usalama na vitu mbalimbali vinavyohusiana kwenye mtandao na udukuzi. Naamini kuna kitu ambacho tutajifunza, kwa sababu wataalamu wetu ambao ni watu wa mada ninawafahamu. Kwa hiyo watatupitisha katika hizo sehemu ni kwamba tupate tu muda mzuri wa kukaa na kuweza kusikiliza. Na mimi niweze kusema hivi, Bwana wabariki, tuko pamoja. Asante sana Elder Mandele. Kwa wengine wote ambao mmekuja tayari tukiwa tunaendelea, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya yenu. Karibuni sana. Baraka hopefully uko mahali ambako sasa unaweza kawasha mic na ni handover hili kwako. Karibu Baraka. Okay, Baraka karibu. Asante. Hello. Hello. Unasikika? Unasikika kama, karibu. Habari za usiku. Njema sana. Njema mno. Nafurahi kwa uwepo wenu wote. Naona mchungaji Beatus pamoja na wengine mwana Mandela, na kwa ujumla wote nafurahi kwa uwepo katika tuseme Maiko, unaweza sema kama ni mkutano nini? Ni seminar. Kwa Kiswahili webinar ni seminar. Seminar ya mtandao. Yeah, okay. Okay, seminar mtandao. Kwa kifupi naomba nijaribu kushare kitu hapa kwa vizuri, comfortability yepo. Karibu. Okay. Wakati Baraka anaendelea kushare, John unaweza ukatusalimu kwa wakati huo pia? Ninaamini wengi wetu tulikuwa tumechelewa. John, Bwana ni mwema wakati wote. Asante. Wakati wote Bwana ni mwema. Napenda kuchukua fursa hii kuwasalimu ndugu zangu wote tuliojoin katika webinar hii. Tutakuwa pamoja katika kupeana mwanga na mambo muhimu ambayo tunaweza tukayafanya sisi kama watu wa kawaida, washiriki, ili kuweza kuendana na mfumo mzima wa usalama mtandaoni. Kumekuwa na matukio mbalimbali yanayohusisha hasa udukuzi. Udukuzi unaweza ukawa taarifa mbalimbali ama uizi wa taarifa binafsi. Udukuzi unaweza ukapelekea wizi wa fedha.
Sasa tuko hapa kwa ajili ya kupeana tips mbalimbali, tips muhimu, jinsi gani tunaweza tukawa salama mtandaoni, lakini jinsi gani kama mtu either tukio limesha kukuta, nini ufanye ili uendelee kuwa salama zaidi, madhara yasiendelee kuwa makubwa sana. Hopefully tutaenjoy, tutapata vitu vipya, vitu ambavyo tulikuwa tunavifahamu, tutaongezea maarifa zaidi na tutaenda sawa katika ulimwengu wa kidijitali. Nashukuru sana Michael. Asante John. Baraka, umefanikiwa kushare screen? Karibu. Asante. Ninashukuru, inaonekana naona Baraka. Unaweza ukawasha mic na kuendelea. Inaonekana vizuri? Ndio. Sana bro. Okay. So katika kitu ambacho tuko najaribu kiangalia kwa siku ya leo ni swala zima la namna kukabiliana na udukuzi au wizi wa taarifa za mtandaoni. Sababu zimetokea mambo tofauti ambapo tumeshatolea mfano hapo mwanzoni kwamba kuna mchungaji wetu pia ndani yetu ambaye pia alishaweza kudukuliwa WhatsApp yake. Sijajua kitu gani ambacho kiliweza kufanyika, lakini most tukija kuangalia ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa dukuliwa afu some messages ambazo zinakuwa shared kwa mtu mhusika, kwamba anaweza shangaa anatuma kwenye group la kanisa au anatuma sehemu yote ile ili mtu aweze kufaidika na hiyo kitu. Kwa mfano unaweza shangaa ni kwamba anaweza kadukua mtu ambaye anaweza kadukua WhatsApp ya mchungaji Beatus yako na akatuma tu ujumbe mdogo tu kwamba nimekwama katika mahubiri huku same ndani huko ambapo ni very tough, mtu mwenyewe atasema kweli huyu amekwama huko, au kuna kitu fulani ambao anataka anafanya huko, na ukifikiria ni kwamba na kweli mchungaji alielekea hiyo sehemu, lakini kumbe ni mtu ambaye kwa alijaribu kuvuta taarifa zake na akaweza kuzishare na akaweza kushare na mtu mwingine akaomba kiasi fulani cha pesa. Na kwa watu ambao ni trust, mfano wa wachungaji au hata wale waumini ambao ni wakubwa, ni very trust. Mtu ukiona message moja tu, nisaidie kiasi cha 100,000 hapa nimekwama, ukiona jina ni la Beatus mwenyewe, kweli mchungaji nimekwama, ngoja nimpatie. So unajikuta umempa mtu ambaye sio mhusika, na bado ninaanza kuambia kabisa naomba nitumie kwenye namba fulani, ambao ukiangalia hiyo namba ihusiani kabisa na pastor. Hapo ni vitu ambavyo mtu kwa kawaida anatakiwa uangalie kama indicator kwako, namba ambayo inatuma sio ya pastor mwenyewe, kwa hiyo it's like iwe indicator kwako mwenyewe. Kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Pastor anaweza kaniambia nitume kwenye namba fulani, anaweza kumwambia namba ya shemasi au namba mtu ambaye karibu. Kwa hiyo vitu kama hivyo unatakiwa ukate hapo, ujaribu kumdia mhusika mwenyewe. So kwa majina naitwa Baraka Range. Baraka samani. Baraka samani kidogo. Shija umeshare tafadhali, hebu stop sharing yako. Shija Nathan, umekwama hapa hatuoni alichokuwa na share. Okay, basi ngoja niondoe kutokea huko. Okay. Baraka, unaweza kaendelea. Jaribu kushare upya sasa kwa sababu Shija alikuwa ameoverwrite. Samani. Okay. So sasa hivi inaonekana Ndio inaonekana, karibu. Ndio. Okay. Swali linaweza kuulizwa tu kwamba kwa nini tunapaswa kujali data zetu, information zetu, si ndio? Unaweza ukajaribu kumshauri mtu kama Michael
anaanza kukuelewa. Lakini kuna baadhi ya mtu ukijaribu kumshauri juu ya hili swala, na utakuta ni muumini wa kanisa, anamwambia mimi mtu akichukua hata WhatsApp yangu au simu yangu haina shida. Lakini ukumbuke ni kwamba shida inapokuja ni kwamba sawa, wewe hauna shida yoyote, lakini there are people ambao wanakuwa na kutrust wewe. Na most of the people ambao ukija kuangalia wanakuwa wanachukuliwa hizi, wanadukuliwa au wanafanya kitu chochote, ni wale watu lazima uwe na something on you. Hawezi kutafuta mtu kawaida tu wakachukua account yake, wanachukua for what? Sababu there must be a reason ili kile kitu kiweze kufanyika. So ukija kuangalia ni kwamba kwa sasa hivi tunapoelekea, tunajaribu kuelekea katika dunia ya teknolojia, na sijajua ina side, maybe Mike unaweza kuniambia, ni kwamba still bado kuna kile kipingamizi cha mtu kuwa na Biblia kwenye simu au unatakiwa uwe na hard copy yenyewe ndio itakuwa nasikika. Asante. Nadhani ni vitu ambavyo tunaendelea navyo vyote kwa pamoja. Yeah, kumekuwa na hiyo changamoto. Mwenyewe huwa kuna baadhi ya sehemu huwa nikienda huwa na experience ni kwamba unajikuta unakuwa na simu, unaweza kuwa na both, lakini mwa comfortable kufungua haraka unakuta unafungua kwenye simu sababu unakuwa unabonyeza tu pap na unaweza kusoma. Lakini kumekuwa na changamoto kubwa kama vile kipingamizi kwamba simu inakuwa na baadhi ya vitu ambavyo havipo sawa. Ni kwamba unaweza kufungua simu, mambo mengine yakaingilia hapo katikati. Yeah, hivyo vitu ni kweli. Na mostly kama Michael pia unaweza kuchukua kitu au mchungaji Beatus, kama kuna uwezekano wa kutengeneza Biblia ambavyo ikazuia hizi ads. Sababu changamoto kubwa ambayo wanakuja ni kwamba kuna muda hata mwenyewe mtu unaweza kuwa kanisani umefungua simu na unasoma Biblia, ghafla tangazo la betting linakuja pale juu. Unajikuta ule afu na betting unakuta mechi ya leo, maybe kuna mechi kubwa ambayo unaona mbona ikidate hela inakuwa kubwa. Concentration yote kanisani inatoka pale na kuja kwenye issue ya betting. Unaanza kufungua betting yako iko wapi. Lakini if possible ni kwamba tuanze kutengeneza mifumo yetu wenyewe kama sisi kwenye upande wa dini, ambapo tuingie kwenye upande wa teknolojia. Na tunapoelekea sasa hivi I'm sure kuna idea kama hizo zitakuwepo. Na kama tunaelekea upande huo, je, tunajiandaaje kujilinda? Sababu currently tukiangalia ni kwamba tunadukuliwa kwenye social media ambazo tunazitumia. Lakini je, by the time ambapo tunakuwa na mifumo yetu yenyewe ndani, I'm sure ambao bado ipo, ni kwamba tumejiandaaje nayo? Na ukiangalia ni kwamba zile information zinakuwa na information tofauti. Mimi nikiingia pale kanisani itaniambia zaka zangu za sadaka nazotoa kila siku ninapoingia Jumamosi pale. Kuna baadhi najua kuna muda utafika utakuwa kila mtu anakuwa na records yake. Hizo records utaona ni kama vile ni kitu cha kawaida. Lakini kwenye upande wa kidunia ni something ambayo ni very potential. Mimi nikiingia mfano kwenye database ya kanisa nikatambua Bwana Michael yeye kila Jumamosi zaka yake sio chini ya milioni 10. Kwa mtu kawaida targets ambao ashaanza kuziweka ataenda kuweka kwenye targets za Michael. Hataweza kumtafuta mtu kama mimi ambayo natoa shilingi 200, records zangu pale inaonyesha shilingi 200, no. Utaanza kutafuta watu wa juu. Kwa hiyo utaangalia kuna data ambazo zitakuwa zinakuwepo hapo. Kuna zile safari ambazo tunakuwa nazo, kuna baadhi utakuta kunakuwa ambazo zinaenda nje kwenye zile Pathfinder kufanya kitu chochote. Kuna muda tutaanza kurecord hata passport zetu. So how do we protect hivyo vitu vyote kwa watu wengine nje? So tusibezi sana kuangalia kwenye upande wa social media, lakini pia nilikuwa na suggest pia in the future tuwe na mifumo yetu ambayo na pia tuanze kuangalia mifumo yetu kwa ujumla kwamba ikoje kwa ujumla. How can we protect it? Mambo gani ambayo yatatokea endapo hizi zikawa exposed? Swali tu la kizushi, ikitokea mfano account ya mchungaji wako imechukuliwa na kuoneza kitu chochote cha uongo kuhusu Sabato, bwana wewe utajisikiaje? Unaamka asubuhi unamkuta bwana mchungaji Beatus ameposti Jumamosi asubuhi anakuambia Sabato ilikopo ni ya shetani, sio ya Mungu. Utaichukuliaje hiyo kitu? Vibaya, na italeta mkanganyiko kwenye kichwa pia.
na hapo unaweza kukuta kuna baadhi ya vitu ambavyo Beatus ambao kuna watu ambao wana trust, na Beatus unakuta muda huo umelala kabisa, saa 12 mtu amepost, ghafla simu zinaanza kuingia. So kuna vitu ambavyo sisi wenyewe tuwe cautious na tujue how vitu ambavyo vinaweza vikaa. Kwa sasa hivi tumeongea sana kuhusu udukuzi, lakini kuna baadhi ya watu wanaotoka wanajiuliza udukuzi ni kitu gani kwa ujumla. Kwa udukuzi in simple ni kupenya kwenye mfumo au account bila ruhusa. Mimi kitendo cha mimi kuweza kuingia kwenye WhatsApp ya bwana Michael bila ruhusa yake, hiyo nimedukua. Lakini kitendo cha Michael kunipa sasa hivi social media ya conference ni post kitu fulani, amenipatia mwenyewe post jadukua. Lakini kitendo cha mimi kuchukua ile account ya conference, Michael kashanipatia, nishamaliza naye, kisha achana naye. After maybe a week inakuja na naingia tena kwa account ile ambayo Michael alinipatia, maybe akubadilisha chochote. Pale sasa na mimi nimeanza kudukua ile account. Sababu by this time round haujaruhusiwa kufanya kile kitu. Na kuna njia tofauti za udukuzi ambazo zipo, lakini meja ambazo tulikuwa kwa upande wetu sisi ambazo zinakuwa zinatu affect ni most ni hizi tatu. Akaunti zetu za kijamii ambao ni hizi social medias ambazo ukiangalia most ni hizi ambazo tunatumia kupost. Mtandao ya kijamii ambapo mfano tosha ambao naweza ngatoa ni kwamba inaweza kutokea something ambayo kwa sasa hivi ukiangalia akaunti nyingi zinakuwa hacked kwa sababu hizi ya cryptos. Mtu ili kutangaza crypto yake inunuliwe. So ukija kuangalia mfano mtu anaweza kutengeneza pesa mtandaoni ambayo inaitwa maybe crypto sabbath, lakini how ataweza kuipublish iende public iwe trusted? Kitu cha kwanza ataanza kutafuta social media kubwa ya kisabato ambayo au ya kisabato ambayo ina followers wengi na ina trending nyingi, sababu ukifungua tu any video utaona kabisa pale kuna watu ambao wameview almost kama 1M. Kwa hiyo utajua kabisa nikipost kitu hata kama utakuja kufuta within 5 hours I'll get a lot of people ambao watakuwa wataweza kununua hiki kitu, ambapo ukiangalia kwa haraka ni kama vile sometimes inakuwa kama vile utapeli. Naweza ngapost chochote, maybe nataka nianzishe propaganda fulani, lakini propaganda ili niweze kuaffect kitu lazima nitafute something, mambo ya kidini yaingilie kati. Na hivyo vitu vikishapostiwa ni ndani ya dakika moja tu kuna watu washa screenshot washa post, mpaka unajiuliza watu wanakuwa wako active muda wote. Lakini no, utakuta ni zile updates ambazo watu washakuwa tayari wanakuwa updated na social media za kanisani, social media za wapi, mtu anakuwa updated muda wote, share notification post yote kipostiwa tu ya hiki ya hii account naweza kuiona. Lakini baadhi unakuta zinakuwa too late kwa wengine, afu utakuta wale ambao wanatakiwa waone mapema, mfano kama bwana Michael hapo, unakuta yeye hajaweka hata notification kwamba any post ya hiki kitu imnotify kwamba there's a post fulani. Lakini kuna mtu kama mimi, mtu wa pembeni tu nimeweka hiyo kitu, ghafla tunaona kuna kitu ambacho kimekuwa posted ambacho kina motivate kitu kingine tofauti. Kwa hiyo unaweza kushangaa ikaanza sababisha na niuseme mkanganyiko wa kidini wenyewe.
lakini ndani ya wiki 2-3 unakuja kushangaa tena almost kanisa zima wanajua kinaendelea kichwa au Sorry, ninaona kama mtandao utakuwa umemtoa Baraka. Okay. Subiri wakati atakapokuwa akirudi. Okay. Itakuwa changamoto ya mtandao. Maana tuendelee pia kuombeana huko ambako tunakuwa. Jambo hili liende vyema. Okay. Asante. Ninadhani I believe huku mimi ninasikika vyema, kwa hiyo nitaomba tu kwamba wakati Baraka anarejea, in the meantime John, unaweza ukaendelea wakati Baraka anarudi ku build up kutokea pale alipokuwa ametokea. Yeah, sure. Asante sana ndugu mwenyekiti Bwana Michael kwa fursa tena hii hapa ya kunipatia muda huu. Alipokuwa anaendelea kuzungumza mwenzangu Baraka amegusia vitu mbalimbali ambavyo kwenye maisha ya kawaida sisi kama washiriki au na havina budi kuendelea tu kuwepo. Kwa mfano Bwana Baraka amekuwa akizungumzia sana hapo swala la udukuzi. Udukuzi unaweza ukawa ni taarifa data ama akaunti zetu za social media. Hivi karibuni wimbi la udukuzi wa social media limekuwa likitokea, watu wengi, baadhi yetu nadhani limetukumba. Kuna akaunti za social media, Facebook zimekuwa zikichukuliwa, akaunti za WhatsApp hivi karibuni tu, ni very recent issue. Mtu anapewa kiungo ama linki, anaambiwa sijui UNICEF imekuaje, tunakupa hela, anafuata yale maelekezo, lakini hatimaye anadukuliwa. Sasa nizungumze kidogo katika upande wa social media. Mtu akishachukua social media, mfano WhatsApp ikichukuliwa na mdukuzi, akakutoa wewe katika control ya ule mfumo. Let's say mimi mdukuzi nimechukua account ya mtu, let's say Michael, unajua yeye ni admin wa social media mbalimbali za kanisa, za conference hapo. Sasa vitu atakavyokuwa akipublish, sisi tutakuwa tunaona Michael anapublish, lakini sisi hatujui, sisi wananchi wengine hatujui kama account ya Michael imedukuliwa. Kwa hiyo hapo kidogo inakuwa ni mbaya. Kwa hatuna option ya kujitetea kwamba mimi hata wakinidukua account yangu hamna issue wanaweza kufanya. Hiyo haipaswi kuwa hivyo. Yaani wewe mshiriki ukidukuliwa, unaweza ukua daraja ama unaweza ukawa doa kwa watu wengine wanaokuzunguka. Sasa mimi hapa ningependa kushare kidogo vitu ambavyo vinapelekea sisi kudukuliwa, au yani inatokeaje mpaka sisi tunakuwa tunadukuliwa. Kuna baadhi ya mambo machache hapa summarize, nimetoa mwongozo mfupi hapa. Ngoja nijaribu kushare ili tuweze kuona. Karibu. Okay. Jamani, kama kuna maswali kuna option, unaweza kaja ukasubiria baadaye, lakini kama unaona ni swali ambalo linaweza likatoka ili lisikuponyoke, unaweza kaliandika kwenye chat, kwenye sehemu pembeni hapo kuna sehemu kama cha message, ukaandika
ujumbe tutauona na tutarespond kwa ajili ya swali hilo wakati huo Baraka I mean John anaendelea kulani. Kwa hiyo kama una swali unahisi utalisahau isikusumbue, utashare nasi tu hapo. John, karibu. Unaonekana? Unaonekana vyema, karibu, endelea. Sasa hapa nataka ni share kidogo vitu ambavyo sisi tunaweza tukafanya ama sababu ama vyanzo ambavyo vinaweza vikapelekea sisi kudukuliwa. Tutazungumzia kwenye issue ya social media kidogo, lakini pia tutazungumzia katika uchukuliwaji wa taarifa ama wizi wa data zetu binafsi. Kitu cha kwanza, katika akaunti zetu watu wengi tumekuwa na mazoea ya kutumia nywila ama password ambazo tunaweza tukazikumbuka kwa haraka zaidi. Ili nadhani limekuwa ni common sana kwa watu wengi miongoni mwetu. Lakini pia jambo hili si tu kwa watu ambao hatujui haya mambo, lakini pia hata kwa wataalamu haya mambo wanaoelewa kipi kinaendelea, limekuwa ni tatizo. Unakuta mtu anatumia nywila fupi au nywila dhaifu. Mfano hapa nimetoa mfano, mtu anakuwa na password 123456 au anaandika neno password au anaandika neno admin kama tunavyoona. Kutumia nywila dhaifu hivi inaweza ikapelekea sisi kuwa katika changamoto ya kudukuliwa kwa urahisi zaidi. Hapa katika swala zima la nywila, watu pia tumekuwa na kawaida ya kutumia password ile ile katika akaunti zaidi ya moja. Unakuta mtu akaunti ya maybe social media fulani anatumia password ile ile, kwenye taarifa za kibenki password ni ile ile. Hii hapa kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu mtu akishaweza kupata access na password yako moja, anaweza akajaribu kutumia password ile ile katika akaunti zako zingine ambazo wewe bila kujua ama kwa kupuuzia umeamua kuweka password moja ili iwe rahisi kukumbuka. Ni kweli inaweza ikawa ni changamoto kwa kukumbuka password kwa urefu zaidi, lakini si jambo jema sana katika swala zima la usalama. Ni beta ukatafuta sehemu ukaweka password zako vizuri, ukazihifadhi vizuri. Yaani pale sehemu ulipo, kama umetengeneza faili, hilo faili nalo kaliweka password ili lisiwe linafikia kwa urahisi. Lakini pia chanzo kingine ama sababu nyingine ambazo sisi tunaweza tukawa tunadukuliwa ni kudanganywa kwa njia ya phishing. Hapa kidogo baadhi ya maneno nilikuwa nimekosa viswahili vyake, lakini nitaelezea. Phishing ni njia mojawapo ya ulaghai ambapo mhalifu ama mdukuzi anaweza akatumia email ama ujumbe mfupi wa maandishi ama simu akatoa taarifa ambazo wewe zinaweza zikakutrigger ama zikakufumba macho, wewe ukamwamini mtu huyo na ukatekeleza yale mambo ambayo anayokuwa anakuambia. Kupokea barua pepe ama ujumbe mfupi wa SMS ama simu za ulaghai, ili limekuwa likitokea sana, hasa katika kipindi hiki cha siku hizi. Wengi tumeweza kuwa tukipata jumbe fupi, hiyo pesa tuma kwenye namba hii. Hiyo ni mojawapo ya njia ya ulaghai. Ulaghai sasa unaweza kuwa na madhara makubwa pasipo kutegemea. Lakini pia njia hii mara nyingi mtu huwa ili uweze kufanikiwa, lazima wewe ambaye mdukuzi anatazamia kukufanyia tukio, lazima utoe ushirikiano, ndio yeye anaweza akafanikiwa. Lakini usipotoa ushirikiano, wewe utabaki salama. Na watu wengi tumekuwa tukitoa ushirikiano kwa kutokuelewa. Mtu unakuta unapokea ujumbe, unaangalia ujumbe bila kukaa chini na kufikiria, umeona tu kumbe Michael alidukuliwa. Sasa email yake
imetumika kutoa ujumbe ambao sio rasmi, bila mtu kukaa chini na kureason, anatekeleza yale mambo ambayo mdukuzi anakuwa ameyapanga. Hivyo inaweza ikapelekea madhara. Lakini pia kuna kubofya viungo bandia na kutoa taarifa zako. Viungo ni linki. Hizi linki kuna baadhi ya mambo tumekuwa tukikutana nayo. Linki mbalimbali unakuta zinakutaka kuweka taarifa zako muhimu. Sasa utajuaje kama hiki kiungo ni sahihi ama hiki kiungo ni bandia? Mara nyingi wadukuzi wamekuwa wana akili sana. Wanatumia akili sana. Mtu anaandaa linki ambayo ukiangalia kwa kweli inaweza ikawa inafanana na linki ambayo ni sahihi au linki original. Lakini ukiangalia kwa umakini utagundua kiungo hicho sio sahihi. Sasa utajuaje kwamba hiki kiungo ni sahihi na kiungo hiki sio sahihi? Mara nyingi John, ni kama sauti yako imekwama. Linki unaweza ukaangalia kwa mfano ataka Hello? Ni mimi ndio simsikii John peke yangu. Nahisi kutakuwa kuna changamoto. John, ni kama hausikiki, kwa hiyo hebu cross check hiyo issue ya mtandao. Naona pia Baraka aliondolewa. John, nasikika vizuri sasa? Hello? Oh, naona ametoka. Asante. So ninaomba sasa kwa sababu ya changamoto ya mtandao, naona pia John pia ametoka, tarudi muda so mrefu. Naomba inanilazimu kutokana na changamoto ya mtandao nicheze na format ya namna gani tunaenda na hili. Sasa ninawasiliana nao ili atakapokuwa kirudi inabidi nibadilishe format ya namna gani tunaendea hii presentation kwa sababu ya changamoto hii kadhaa. Okay, naona Baraka amerudi. Baraka amerudi. Okay, Baraka, sasa nilikuwa ninaomba Baraka. John, unanisikia? John, unaweza Yes, nipo. Naomba tuende na format hii ili tutusaidia. Baraka, kwa haraka unaweza I know ulikuwa na presentation iko planned out, lakini naomba kwa haraka unaweza kutupitisha kwenye ulishazungumza hasa ya kwa nini tumeona wimbi kubwa sana la hackers siku hizi. John ametupitisha kidogo kuhusiana na habari ya njia common ambazo huwa mara nyingi zinatumika kuingia. Amesema udhaifu wa password, lakini pia amezungumza juu ya habari ya masuala ya phishing, kudanganywa. Kuna zingine ambazo ungeweza kuongezea hapo kwa baby, kwa kuzitaja na kuzielezea kidogo? Sorry, umesema ametajia kuhusu phishing pamoja na passwords, ndio? Dhaifu, ndio, karibu. Okay. Pia naweza ngazungumzia issue ya kwenye password, pia sio issue pia password dhaifu peke yake. Hata password ukiwa unatumia kwenye upande wa multiple places pamoja, kwamba password ambayo unaitumia kwenye Instagram, kesi unaweza kutumia mfano kwenye social media zetu ambazo za conference, unaweza kukuta password ambayo unayo kwenye Facebook, password ambayo unayo kwenye Instagram, password ambayo ipo kwenye TikTok, ni password moja yote kwa upande wa admin.
Kwa mtu akiweza kupata password ya admin, maybe admin alichanganya kwenye mfumo ambao hausiki kabisa na social media au kitu chochote ambacho kinahusiana na sisi. Maybe aliingia kwenye nitengeneza mfumo wangu wa kujifunza, akaja kaingia kwangu, mfumo wangu kawa umedukuliwa, na pale ukija kuangalia akawa ametumia email ya admin@essence-conference.co.tz. So mtu anaweza kachukua ile password na ile email akajaribu kuingia kwenye social media, kwa sababu shajua kabisa hii ni SDA conference. Okay, ataenda pale, atafungua, akishafungua ataona ndani, mbona naingia hapa. Ataenda the same case kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye social media zote atajaribu. Na hata unaweza kukuta pia ataenda kuingia kwenye email yako akakuta the same case, password ni ile. So unaweza kukuta pia kwenye upande wa password, ukiachana password dhaifu, pia uwezo kutumia multiple password same tofauti, kwamba uwezo kutumia password same tofauti. Asante Baraka, kuna swali liliulizwa hapo, na natamani tulitako pia tukiendelea. Iliuliza, je, ni salama kutunza password kwenye browser tunayotumia kuperuzi? Kwa mfano kuruhusu Chrome isave password yangu. Lakini pia pamoja na hilo, swali lingine ambalo lilikuwa linapatana na hilo, je, ni salama kutumia password zinazopendekezwa na browser? Labda Google akakwambia tumia password hii, au operating system unaotumia, labda simu ikakwambia tumia password hii. Je, ni salama? Kwa hiyo mambo mawili hayo, alafu tuende kwa mbele. Okay. Kwa upande wangu mimi naweza kusema both zinaweza kuwa salama na pia zinaweza si salama. Kwa mantiki, kuna kwenye mfano kwenye upande wa browser huwa tuna install vitu ambavyo vinakuwa vina kama sema nini, hizi wanazita extensions kwenye browsers hizi. Na mfano adds on zile. Kuna baadhi mfano kama hizo. Pia kuna issues zingine ambazo zinakuwa ni hizi virusi ambavyo vinakuwa kwenye PC. So if you are affected na hivyo vitu vile, inakuwa sio salama kabisa. Na ni very tough kujua kwamba kwenye PC yako na kirusi au hauna. Sababu vile tuseme like malware ambazo zinatumika kwenda kuangalia in short tuseme kama vile keylogger, the term ambavyo una place kwenye browser venyewe vinakuwa vinaweza kupick. Kwa navyo type kitu fulani au umeisave pale, yenyewe inakuwa inaweza kupick zile information zako unaweza kusave. Kwamba kama una think ni kwamba kwenye browser yako una vile vitu ambavyo unavinstall vya ovyo, or you think ni kwamba you don't have any virus, it's safe, can be safe, lakini niseme like 10% safe. The best way ni kutumia, kuna hizo wanaziita password managers. Zile zinaweza somehow unaweza kusema ni safe kutunza password kwenye password manager. Ila mtu akiweza kufikia kifaa chako au akaweza kupata access ya ile password manager yako ujome umekwisha. Asante. Na the best way ya kusolve hivyo vitu ni kwamba at least ongeza 2FA kwenye kila nilio yako. Kama hiyo website au hiyo system inakuwa na contain 2FA, kwa best way ni kwamba weka 2FA. That means inahitaji 2 validations in order mtu aweze kuingia. Asante Baraka kwa nimeleka kwenye upande wa kwanza. Asante, nimekuelewa kwenye hayo yote. Naamini amekuwa amejibia hayo mawili sasa. Umezungumza juu ya habari ya 2FA na nadhani hiyo sasa inagusa juu ya ni njia gani ambazo tunaweza tukazitumia kujilinda tusiatakiwe. Na nitaomba kwa wakati huu John nikukaribishe utupatie baadhi tu ya vitu kwa kutaja na kwa ufupi kwamba hiki natamani, kwa sababu pia tunatamani turuhusu baadaye, hiki unaweza kufanya kujilinda, hiki unaweza kufanya kujilinda, lakini pia kama Baraka utakuwa na vya kuongezea baada ya kuwa John amesema hivyo itakuwa vyema. John, karibu. Asante mwenyekiti Michael kwa nafasi nyingine tena. Naweza nikazungumzia pia baadhi ya vitu ambazo tunaweza tukafanya ili tuweze kujilinda na
tukajilinda na hizi attacks mbalimbali ambazo zinaweza zikatukuta. Baadhi ya vitu ameongea bro Baraka hapo, issue ya nizungumze kidogo juu ya issue ya 2FA. Inaweza ikawa kidogo watu wengine tusielewe vizuri. 2FA ni kitendo cha kutumia multiple au authentication zaidi ya moja. Wewe unaweza ukawa na password yako ambayo huwa unatumia kulogin katika let's say maybe account fulani, lakini password peke yake inakuwa itoshi. Utaingiza password yako, lakini pia bado unaweza ukatumiwa kitu kinaitwa OTPs, kitu kama one time password. Umeshaingiza password yako, lakini pia utatakiwa kuweka OTP ili kuverify kwamba wewe ni user unayemiliki hicho kitu. Lakini pia nizungumze kitu ambacho kinaweza kikatufanya tuwe safe tena katika swala zima la udukuzi, ni kuweza kuupdate wanasema kwa Kiswahili kusasisha, kuupdate vitu vyetu tunavyokuwa tunavitumia. Unaweza kuwa unatumia let's say kwa watu wanaotumia kompyuta, unakuwa una update operating system tunaotumia simu, pia una update operating system ya simu ambayo unakuwa unaitumia. Hiyo unavyokuwa una update unakuwa kuna hizo updates waga zinakuja na security features ambazo wale manufacturer wanakuwa wamezienable kwenye hizo updates. Lakini pia naweza nikazungumza kitu kingine kinachoweza kutufanya tuwe salama mtandaoni, ni tunaweza tukawa mfano wale tunaomiliki akaunti zaidi ya moja. Baraka ameshazungumzia swala la kutotumia password ile. Wewe password zako zote ni zinafanana, yani kuanzia kwenye akaunti X, Y mpaka Z. Hicho kitu pia tukiepuke. Lakini pia tunaweza tunabadili nywila. Sio tusipende kukaa na nywila kwa muda mrefu. Una nywila yako, una password umeziweka tangu ulipopata device. Sasa mpaka device inaenda kuzeeka, nywila ni ile. Hiyo haitakiwi. Tuwe tunafanya vitu kama hivyo. Asante bwana Michael. Asante. Halo. Asante John. Baraka, una la kuongezea kwenye ni namna gani kujilinda tusije tukafikia hatua hiyo ya kudukuliwa? Kwa upande wangu naona nyingi zimeshazungumziwa. Labda nitoe kwenye pendekezo hapo kwenye upande wa password, sababu hiyo ni most affected part. Mimi nadhani wote sio ni wa Tanzania, na huwa most tunakuwa na tuseme tuna zile makabila yetu personally, si ndio? So katika kitu ambacho huwa na most na suggest upande wa password, kama ni Tanzania, na kwa nini uandike password ambayo ni neno Kizungu? Wewe unajua ni maybe ni kabila fulani, tafuta neno la kabila ambalo unatumia kule, jaribu hilo neno, ndio unajaribu kule, kwa sababu kwa na same changamoto kubwa inapokuja ni kwamba mtu anakuwa na same password ili aweze kukumbuka kote, lakini tafuta jina ambalo wewe mwenyewe ndio unaijua, na sio wewe, mambo jina ya kabila ambao hata kwa sababu majina ya kabila hata uandikaji unakuwa ni mgumu. Kwa hivyo andika mimi na mtu alivyokuja kuandika mtu mwingine ni neno moja, lakini matamshi ni sawa, lakini kwenye uandishi kuna tofauti ambao utakuwepo. Maybe ile neno jepesi, lakini kuna mtu ambaye akiweza kuweza kulitambua hiyo kitu inakuwa ni very easy. I mean, kwa mtu ambaye ataweza kusema nini, kuweza kumaster kutumia majina ambayo yale ambayo ya kabila kwenye password zake, ni very rare sana kumsikia amekuwa amedukuliwa. It's either amekuwa dukuliwa kwa njia tofauti ya njia password. So to reduce kutumia zile password ambazo maneno ya kizunguzungu sana, sababu hizo kutumia maneno ya kizungu sana the source ya password zetu kuweza kufanyika kitu kingine tofauti, mtu anaweza kuweza kudukua, kwa sababu kuna password list ambazo zipo, mtu anaiterate tu. Pia na kitu cha kuongezea hapo, issue ya kutumia
hizi wifi za umma na zenyewe zinaweza kuwa changamoto. Kwa katika njia moja hapo pia kujilinda, siku zote ukishaona kwamba kuna kitu ambacho ni free, leo wewe ndio product ambao upo. Sababu hata wale ambao wanaweka public wifi, sehemu yote kukuta mtu anaweka public wifi, wewe huko nje utajua ni kwamba umekea wifi tumia internet bure, lakini kuna watu au kuna taasisi ambayo ipo pale wenyewe wanakusanya data, informations behind it. Utakuta wameweka tu free wifi, lakini kujaribu kuchunguza details within ni kwamba there are some details ambazo wanajaribu kukusanya. Kuna some data ambazo maybe kuna statistic. Naweza kukuta kuna mtu afanya research pale kwenye kitu ambacho wamepublish kabisa public. Do you think kwamba afanya research anachukua tu number of connected users? Amna. There are some other informations also zinakuwa collected. So it depends hizo information ambazo zinakuwa collected. So vitu ambavyo unatakiwa uwe makini navyo sana mostly ni hizi public wifi. Not all zinakuwa nzuri. Asante sana Baraka kwa ajili ya insights hizo kwenye sehemu ya habari ya public wifi na pamoja na habari, na nadhani kingine ambacho naweza nikakiongezea kwenye sehemu ya password, tuepuke kutumia majina yetu, vitu kuna watu tunapenda. Kwa hiyo kwa hicho tunaambiwa sasa hivi hapa Baraka anatuambia kama wewe ni Mkuria andika password ya Kikuria, yani andika tata sijui nini, kangekuwa najua Kikuria vizuri ningesema hilo. Asante Baraka kwa ajili ya hilo. Kuna swali limeulizwa kabla hatuja move on kwenye mtu akiakiwa sasa afanye nini, lakini ninaomba John utasaidia kurespond kwenye hili. Kuna habari ya utajuaje kama link ni sahihi au sio sahihi, akatamani hilo litolewe ufafanuzi kidogo. Lakini Balozi aliuliza swali kwamba password manager nayo sipo kwenye browser, lakini naona Baraka alimjibu akasema kuna program ambazo zinatumika kutunza password, na nadhani hili ngoja nilisome tu moja kwa moja ili msikilizaji aliyoko hapa anaweza kaenda nalo. Ametaja program kama LastPass pamoja na OnePassword. Hizi zinatumika kutunza password. Kuna habari ya two factor authentication. Ninadhani baada ya John kuwa amerespond kwenye siana na swala la link kama ni sahihi au sio sahihi, Baraka utarudi kidogo kuexpand kwenye sehemu ya two factors authentication. Naamini hiyo inaweza pia msaada mzuri, alafu baada ya hapo tutaenda kwenye je umeshaakiwa ufanye nini sasa. John karibu. Asante bwana Michael. Kuna mwenzetu nasema naomba swala la utajuaje kama kiungo au link ni sahihi au sio sahihi. Sasa kwenye kutambua kiungo kuna njia mbalimbali ambazo wewe sasa umeshapokea kiungo, kabla hujaingia ndani ya kiungo hicho inabidi uweze kuzitumia ili kuweza kutambua kwamba hapa niko sehemu sahihi ama si sahihi. Mfano unaweza ukapata linki, let's say unataka kuvisit site fulani au mtu amekutumia kiungo ambacho kinakupeleka kwenye site fulani. Tuchukulie mfano, let's say kuna site inaitwa SNC Habari. Umeona bwana? Sasa sisi tunajua kiungo chetu, parts zile za kiungo kwenye domain name pale inatakiwa kuwa SNC Habari. Huyu mdukuzi atachukua domain kama ilivyo, lakini atamodify kidogo, yani kwa lengo la kukuhadaa wewe. Unaweza ukakuta kuna baadhi ya herufi amezibadilisha kidogo. Mfano pale kwenye habari akatoa ile I akaweka moja. Kwa haraka wewe mtumiaji ukiona tu SNC Habari ile moja unaweza usione vizuri ukajua hii ni ile domain name ya kawaida, ukaklik ile domain ukaweka credentials zako, alafu pia ukashangaa unakuwa unatoa information kwa haraka bila wewe kuelewa. Lakini pia issue nyingine kuna online services ambazo zinaweza zikatusaidia kupata usalama wa linki. Mfano kuna site moja inaitwa VirusTotal. Unaweza tu ukachukua kile kiungo ambacho wewe unahisi kinaweza kikawa sio sahihi, ukafungua ile VirusTotal, kuna sehemu ya kupaste ile linki, ukapaste ile linki. Ukipaste ile linki, hii ni njia ya kawaida ambayo kila mmoja wetu hapa, hata kama sio lazima wewe umesoma sana masuala ya tehama, unaweza ukafanya tu. Utapaste ile linki, ukipaste ile linki utabonyeza sehemu ya kuskani.
ile VirusTotal kama link ni salama, haina suspicious activities zozote, utaona kuna tiki za kijani sehemu zote. Lakini ukishaona kuna baadhi ya sehemu kuna X nyekundu, basi hapo unaweza ukatia doubt kwamba linki hii inaweza isiwe sahihi. Lakini pia kuna issue mwenzetu hapo balozi ameshare issue ya HTTP na HTTPS na HTTP. Hii HTTPS ni mara nyingi zinakuwa ni secure. Hiyo yenye S mwishoni zinakuwa mara nyingi ni secure. Japo sijamaanisha kwamba hii HTTP zinaweza zikawa zote ni harmful. Sijamaanisha hivyo. Unaweza ukakuta kiungo kina HTTPS kikawa salama na salimini kwa kutumia, lakini pia kuna baadhi ya viunganishi vinakuwa na HTTP bila S, lakini nazo zinakuwa zinafanya kazi vizuri tu. Naomba kupata mrejesho kwa kama mtu utakuwa na swali, andika hapo, tutalifanya clear zaidi. Asante sana John. Baraka, expand kidogo kwenye swala la two factor authentication kwa lugha ambayo wote tunaweza tukaweka kwa vizuri. Baraka, ni kama bado sikusikii. Okay. Hapo nasikika? Hapo unasikika. Okay. Kwenye upande wa 2FA, in short ni kwamba neno 2FA kama vile tu unavyoiona ni kwamba kuweza kuingia kwenye mfumo zaidi ya mara mbili, kwamba upitishwe kwenye mfumo zaidi ya mara mbili. Kwamba don't trust just password, sababu kuna baadhi ya mifumo hawana password kabisa. Hamna issue kuweka password. Watakutumia authenticator, utaingiza email pale, utakutumia authenticator na bado tena watakuomba na fingerprint juu. Simba. Kwa hiyo 2FA usifikirie kwamba 2FA ni password pamoja na maybe OTP au kitu chochote. 2FA can be OTP pamoja na biometric, can be password pamoja na biometric, au can be password pamoja na wanazitaje hizi. Tuseme zote na zenyewe ni OTP kwa pamoja, sababu OTP can be sent via SMS au kwa message via email. Kwa both sides. Kwa hiyo ngale pande wa 2FA ni kwamba ni kama vile ni sehemu ambayo nyumbani kwa kawaida kuna wale watu ambao kuna nyumba ambayo wana nyumba tu peke yake bila geti. Kwa au unaweza kuhesabu wenyewe ana 2FA. Lakini ukuta mtu ana nyumba afu ana geti juu, tunaweza kuhesabu huyo mtu ameimplement 2FA. That means ni kwamba ili uweze kuingia ndani kwangu au nyumba yangu lazima kwanza nipite getini. Ndio, unaweza kufanikia getini. Je, mlango wa ndani pia unaruhusiwa kupita? Na pale unaweza kama unaruhusiwa kupita unaingia ndani. Unaweza kupita getini ukaruka juu ya fence. Ningeweza kula juu ya fence, ukumbuke ndani bado ulikuwa changamoto kwako. Pale mtu ambaye anakuwa na nyumba peke yake, afu mtu kiweza kuchana tu dirisha, hajisumbui mara mbili, anachana tu dirisha ingia ndani, huyo mtu ana 2FA. Kwa the same case kwenye mifumo yetu. So kwenye mifumo yetu ni kwamba wewe unakutana na login, ukiingiza au password na username, ukiingiza umeingia ndani, huo mfumo una 2FA. Lakini umeingiza password, ukaingiza email, afu bado tena inakuomba kitu kingine extra kuvalidate, au kuna wale wengine wanakutana anakuuliza na swali juu kwamba maybe mwanzo wakati unaji-authenticate ulisema kwamba unapenda paka, yenyewe inakuuliza unapenda nini, na yenyewe ni moja ya 2FA kwamba sio kila mtu anajua anachokipenda au nicho kiandika pale kwenye kupenda. So mtu akishaongeza pale mbele, that means ni kwamba kuna kitu kimekuwa kimeongeza extra. So katika hiko kitu naweza kuongezea kitu kimoja. Ndio, karibu. Kwenye upande wa kwa hizi social media zetu, almost social media zote ambazo unazijua wewe zina 2FA. So it's best iko kitu mkiongezee kwa pamoja. So kwenye upande wa WhatsApp ukienda settings, pata account, afikienda kwenye kuna procedure two step verification. Hiyo step hapo kuna 2FA unaweza uka set up upande wa WhatsApp. That means mtu akiingia aweze kuingia tu kwa namba yako ya simu. Ataingia tena na verification ya email ambayo uliweka.
Same case kwenye Instagram. Instagram unaenda kwenye setting, kuna issue ya security, afu unaenda kwenye two factor authentication. Kwa same case, mtu akiweza kupata password na email ya Instagram yako, aweza kaingia moja kwa moja, itamuomba tena verification kwenye email yako. Same case kwenye upande wa Twitter. Twitter ukienda upande wa settings, kuna security kama Instagram vile vile, afu unaenda kwenye two factor authentication. Unaenda tuna enable, unachagua maybe SMS au nini chochote. Same case kwenye Gmail. Security, unaenda kwenye account pale, kuna sehemu ya security, unaangalia kuna two step verification, una verify kote. Kwa kuna hizo sehemu zote kama zote hizo zipo. Changamoto moja inapokuja kwenye upande wa 2FA, and I'm sure kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa na changamoto nayo kubwa, ni upande wa ukishasahau password ya email. Sababu kwenye 2FA ulishaweka verification method ni email yako, na email ukishasahau unaanza kuingia. So best part kwenye email, try kuwa na email mbili. Email mbili, au unakuwa na email yako pamoja na email ya mtu mwingine ambao unajua anaitumia. Afu kwenye email pia kuna option ya kuweka recovery code, kwamba namna kuweka recovery endapo nikaisahau hii email ni send code kwenye email fulani. Kwa hiyo unaweza kukuta nimechukua email yangu mimi na rafiki yangu ambao ni Mibachi, in order mimi naweza ni kama nimesahau, itanitumia code Mibachi nitumie ile code au link, mimi nitatumia ile link kuingia kwenye account yangu, afu nitaendelea 2FA. So ile issue uoga kwamba kuwa na uwezo kwamba nikisahau email yangu itakuwaje, au nimebadilisha simu yangu. Endapo mbadilisha simu, hakikisha kwamba umeweza kuingia kwenye settings before uitupe ile line ya mwanzoni ambayo unatumia kwa ajili ya 2FA. Hakikisha umeenda kwenye site zako zote, unakuwa na uwezo wa kulogin, ukabadilisha ile namba ya simu, kaitoa ile ambayo umeshaibadilisha, umeweka namba mpya. Kama email, same case, kama ile email ushaacha nayo before ujeitupa, badilisha kwenye social media zako zote, usiache email ya zamani. Ile email ya zamani mimi naweza nikaichukua tena, au namba ya simu nikaichukua tena. Na shangaa tu messages zinaingia hapa za Mastercard za kanisa. Kumbe email inaruhusu kuna nini, inaingia tu vitu tofauti. So kuna vitu kama hivyo ndio mviangalie pia. Asante. Shukran Baraka, ninaomba sasa tuendelee. Nashukuru hilo sehemu ya two factor authentication limeelezewa vizuri. Kwa hiyo yoyote iwe ni unatumia Facebook, unatumia WhatsApp, unatumia email, hakikisha kwamba umeweka kitu ambacho mtu akipata, hata kama mtu atapata password yako, ila ili aingie lazima kiwepo kitu kingine tena ambacho kitamsaidia huyo mtu kuweza kitamzuia kumzuia huyo mtu asiweze kuingia. Ninawashukuru sana kwa ajili ya hilo. Haya, sasa kuna swali la Mwalimu Onguka tumeliona, nadhani wakati kwenye hichi kipengele tunachokiendea tutakuwa tukigusia. Tunamalizia sasa hapa. Ninaomba tuanze na Baraka. Tayari nimeakiwa na sehemu kubwa hapa tunazungumza watu ambao hasa kwa wazo la social media, Facebook, WhatsApp, mara nyingi maeneo hayo mawili, lakini pia Twitter, Instagram nimeshahakiwa. Ni jambo gani naweza nikafanya ili kurudisha account yangu? Ni jambo gani naweza nikajitahidi kufanya ili kurudisha account? Baraka, karibu. Okay. Asante Michael. Nasikika? Ndio nasikika. Unasikika. Okay, sawa. Na issue kwanza kabisa ambayo most wa indicator kwanza ambao natakiwa kushaona tu umedukuliwa, in case huwa na suggest moja kwa moja ni kwamba report katika sehemu husika. Unaweza kuta ni tuseme nitoe mfano gani? Mfano Michael unaweza kuta amedukuliwa hapo alipo. Amedukuliwa kuingia kwenye conference ya maybe ni mimi hapa nimedukuliwa kuingia kwenye website ya Nyanza Southern, na niliko na website yao siwezi kuingia tena. Ni kama mtu ashaingia, ashabadilisha information zangu, ameweza kuingia. Kwa hatua ya kwanza kabisa, sababu unatambua maadmin wa ile mfumo, the best option ni kwamba hakikisha mreport kwa wale husika, hata kwa njia ya email au njia yoyote. Second, kwenye hizo pande social media. Social media pia kuna part ya kureport kwa wao.
So ukiona tu indicator ya kwanza, the first time umeona tu umekuwa dukuliwa, the first issue, achana kwanza mtafuta sijui Michael au nimedukuliwa sijui nifanyaje. First issue, hakikisha umeripoti kwao kwanza. Ukishaanza kuripoti kwao, process zingine unaanza kuzifanya. Sababu by the time maybe utakuja kwangu baada ya wiki 2-3 na mimi mwenyewe nishaona hapa huyu mdukuzi amenizidi akili, option ya mwisho tutaamua kwenda kwa wahusika. Maybe tutaanza kuripoti kwa watu wa Instagram. Lakini kuja kuangalia Instagram na wenyewe wanaangalia, wakiangalia activity, mbona activities zilikuwa normal na nothing was reported baada ya huo muda. So itakuwa inaonekana as if it was a normal action. Wewe ndio utaonekana maybe account sio kwako. Na most of the case inapokuja ni kwamba muda ambao unajisajili kuweka information zako sawa. Changamoto kubwa inapokuja. Nimefungua Instagram yangu, nimefungua vizuri ya kanisa, kuna baadhi ya information ukumbuke hata uliweka information za nani, kwamba mwenye ile account ya social media ulimweka maybe John na utambui, wewe unavyochojua ni kwamba ni admin sasa hivi ni Michael. Lakini account mblika kwa jina John. Wanakuuliza tu just simple questions zile, unashangaa na unajibu mhusika ni mimi Michael na mimi ndo mwenye account na lakini zile information ambazo zilitumika kwa ajili ya kusajili zile account tunakuta ziko za John tofauti na wewe. Lakini endapo kama report at the first time, hivyo vitu vinakuwa handled vizuri kuliko hii sasa hivi ambao utakuwa too late. Namna kujizuia, kujilinda. Kisha pili kwamba ukishaona tu umedukuliwa, kitu cha kwanza jaribu kubadilisha password zako zote. Umeweza kudukuliwa, umeweza kurudi kwenye system, kwenye social media yote, umeweza kuingia mpaka ndani, badilisha all your passwords. Kwa upande wa WhatsApp hamna passwords ndio, lakini kuna sehemu ambayo huwa inaonyesha devices zako, ambapo ukienda kwenye settings afu show devices. Jaribu hii kitu tunaingia kwa news zote, social media zote. Kuwa na tabia kuangalia how many devices are connected kwenye social media yako. Sababu pale ndio kutambua kwamba kuna device fulani ipo imeingia na mimi sijui. Na kwa uzuri zile devices zinaonyesha na location pale pale kinaonyesha. Well, maybe mtu wakati anaingia uweza kutambua ameingiaje. Lakini kwenye list of devices utajua kabisa huyu mtu ameingia. Huyu mtu po anatumia like mbona hii ni Kenya. Na device ukiangalia maybe Samsung, hoje kutumia Samsung, wewe ni mtu wa Tecno. Kwa unakuwa curious kidogo. Kwa kuna option ya kumremove. So ukishaona vitu kama hivyo, umeingia kwenye device zako, umeona there are multiple devices ambazo zimekuwa connected. Remove wote, badilisha password hapo hapo. Kwenye upande wa WhatsApp, remove wote, implement 2FA. Huyo mtu anaweza karudi tena. Same case kwenye Instagram. Badilisha Instagram na nili yako, unaweza kuta mtu alipata loophole ya kuingia. Unaweza kureset enable mpya. Sio mpata. Kwa those are the ways. Na mtu akiwa tumesema kwamba 2FA can be setted kwenye sim au email. Those are the most cases. Kwa ukiona umeweza kudukuliwa mara ya kwanza, mtu akarudi tena mara ya pili, rudi kwenye source ambazo there are two issues, your email au namba ya simu. Namba ya simu ni very rare sana. Sababu namba ya simu wewe mwenyewe uko na uwezo kuiona. Rudi kwenye email yako. Most of the people email zao hazifungui. Rudi kwenye email yako. Unaweza kukuta huyo mtu ana access ya email yako still. Kwa hiyo hata 2FA ukiweka ana bypass 2FA kwa kutumia your own email ambayo ipo. Kwenye social media ulinzi umeweka sama mzuri. Tofauti na hizo za kawaida za pembeni. Za pembeni mtu anaweza kukuta alijaribu kuforce akaweza kuingia. So hizi za kwetu, rudi kwenye source email yako. Hizi mfano hizo social media ambazo ni kubwa, most huwa na nili zao zipo secure. So jaribu source unaweza kukuta ni wewe mwenyewe. Mtu ajipa password yako, nimeweka jina pale la Kikuyu mfano Tata 123. Ni very rare mtu kujua, si ndio? Lakini unaweza kutashangaa mtu ameweza kuingia, unajiuliza mtu ameingiaje? Email yako kule nyuma imeweza kuingiza mtu bila kuingiza password. Kwenye upande wa naweza kutulia mfano TikTok. The same case hata Instagram. I don't think so, lakini TikTok nimesha kujaribu hiyo kitu.
ni kwamba nikishakuwa na email sihitaji kuingiza na password. Yenyewe kama yenyewe tu nitamwambia kwamba maybe nimesahau password, itanitumia kwenye email kule, nitachukua link, itaingia, itaniuliza do you want to change password au continue. Nitaambia continue, I don't need kuingiza hiyo password. Sababu nikiingiza password nitampa alert Michael, atambua kuna kitu kipo sawa, mbona sababu kitendo cha mimi kubadilisha tu password itatoa devices zote ambazo zipo connected. Kwa Michael atakuwa alerted, mbona siwezi kuingia kwenye hii na nilio. Kwa hiyo kuna mtu ashafanya changes without even kuwa na password yako. So kuna vitu ambavyo most of the case, ilinde sana email yako, ilinde sana simu yako, kwa sababu line yako, kwa sababu kuna issue ambazo zipo za wataalamu ambao wanafanya sim swap. Unaweza kuwa una namba yako ya simu lakini mnashare watu wawili. So vitu kama hivyo ilinde sana iko kitu. Issue ya tatu naweza kuzungumzia pia kujizuia sana umesema namna kujilinda, tuseme nini? Jina linatoka. Sorry, Michael anaweza kaendelea kidogo nitaongezea. Okay, asante. John, kuna la kuongezea in case sasa umeshaakiwa ni nini mtu afanye? Ndio, la kuongezea lipo. Bwana Baraka amezungumza issue za kitechnic zaidi. Lakini pia baada ya kugundua kwamba sasa akaunti yangu imechukuliwa na mhalifu, kitu kingine cha muhimu sana ambacho unaweza kukifanya ni kama ukiwa una access na kuingia katika akaunti zako hizo, ni kutoa taarifa kwa ndugu jamaa na marafiki. Unaona bwana, ni kama umeshaona kwamba mambo yamekuwa sio mambo, akaunti yako mtu mwingine ameingia mule na umeshindwa kumtoa, toa taarifa kwa ndugu jamaa na marafiki, ili lolote litakalotokea ama wakipata ujumbe ambao ni sio wa kawaida, let's say maybe kama mtu akitaka kufanya utapeli kutumia akaunti zako, watu wewe aware tayari waweze kujua kwamba huyu mtu anajaribu kufanya utapeli. Lakini pia baada ya kugundua sasa kwamba akaunti zako zimedukuliwa, unavyokuwa unabadili, ukiwa na access ya kubadili password, usirudie kuweka password zile ambazo ataka alitempa nazo hadi akapata access. Unavyokuwa unarejesha sasa account na password, jaribu kubadili password, usitumie zile za mwanzo ambazo ulikuwa unatumia awali. Lakini pia hii sasa sijui ni baada ya kudukuliwa au kabla ya kudukuliwa, lakini inabidi tuwe na mbadala wa kutunza vitu vyetu. Umeona? Hii hapa sasa inaweza isiwe applicable sana kwenye social media, lakini kuna issue ya kutunza data. Maana kutunza data kwa mfumo wa backup na maanisha, hii hapa ni tunaifanya kabla ya matukio kutokea, ili sasa hata tukio likitokea usije ukawa umepata hasara kubwa sana. Wewe unajua kwamba kitu fulani nilikuwa nimekibackup same fulani, kitu fulani, usije ukawa na mzigo mkubwa sana wa kuanza upya. Unaweza ukaendelea pale ambapo ulikuwa umeishia. Lakini pia napenda kutoa ushauri mmoja, aligusia ndugu yangu Baraka kwamba wewe ukishagundua kwamba sasa nimedukuliwa, let's say account yangu maybe ya WhatsApp imedukuliwa, usianze kupiga simu kwa Baraka, nimedukuliwa sasa nisaidie. Hiyo kidogo inakuwa ni changamoto. Cha kufanya ni it's better ukaconsult WhatsApp wenyewe namna gani mnaweza wakakusaidia kurejesha, kuliko kuanza kutafuta watu ambapo kidogo inaweza ukawa una buy time. Yule ataka naye uwezo ukajua na lengo gani. Kwa hiyo ataka anaweza akawa na lengo baya, wakati unavyozidi kubuy time kuwatafuta ndugu jamaa na marafiki kina Baraka, let's say kina Michael, kwamba naomba unisaidie, inaweza ikawa ina changamoto pia. Kwa hiyo kuna mbinu za kitaalamu ziko nyingi, lakini mbili muhimu amezizungumzia Baraka, ya kurecover. Kama unaweza kurecover, unaweza ukapata access na hiyo account, ni
ni kitendo cha kwanza kufanya ni kubadili password kwa mwendo haraka sana ili kuweza kumdeny yule ataka asiweze kuendelea kumiliki account yako. Asante. Lakini pia kuconsult wale wanao, kama ni Facebook una consult Facebook, kama ni WhatsApp una consult WhatsApp. Asante bwana. Asante, nadhani hilo pia linajibu ile swali alilokuwa ameuliza mwalimu Mwanguka kwamba je, nikihakiwa niwasiliane na kina nani? Hebu jambo la kwanza hapo ambapo changamoto imetokea ni Facebook, wasiliana na Facebook. Ninashukuru. Ninaona tumebakiza dakika 8. Baraka, closing thoughts kutoka kwa Baraka, and then naomba nianze na John. John, utatupatia closing thoughts, alafu Baraka ametuandikia nyingine hapa kwenye chat. By the way, kwenye chat nimetuma pia link ya group la mawasiliano la idara ya mawasiliano la South Nyanza Conference. Unaweza kaingia hapo ukalink presentation hizi na vingine vingi tutazidi kushare huko. John, mawazo ya kuhitimisha tunapomaliza. Asante. Na wazo moja la muhimu sana la kuhitimisha jioni usiku wa leo. Napenda tutembee na concept moja inaitwa zero trust. Zero trust ni tool muhimu sana katika ulimwengu wa kimtandao. Yaani zero trust, hautakiwi kumwamini mtu yoyote. Yaani let's say Michael, wewe uko ofisini unafanya kazi zako za kiofisi. Unapotoka ofisini kwako hakikisha kompyuta yako unaofanyia kazi either umeizima ama umelog out. Usije ukawa unaona kwa sababu niko na mwajiri wangu katibu, unaacha tu nandi yako, sio vizuri. Hiyo concept ya zero trust naomba tuiapply vizuri, kwa sababu unayemwamini hujui yeye anakuwa anafikiria nini. Kwa closing thought ya leo, mimi ninavyopenda kuwashauri tumwamini Mungu tu, ndugu zangu. Asante. Asante sana John. Baraka, closing remark. Okay, nilikuwa najaribu kuna fungu moja kwa najaribu ulitafuta. Sijui kama liko sawa. Karibu. La Mithali 2:23, 4:23. Mithali 4:23. Ni kusaidia kusoma ama unaisoma? Unaweza kusoma. Mithali 4:23 inasema, linda moyo wako kuliko yote uliyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Nadhani naweza kutolea mfano, ndio wewe unavyolinda moyo wako. In the same case, hizi information zetu ambazo za kanisa ambazo tunazitumia au taarifa zetu ambazo tunashare kwenu kwa wahusika, pia tunaomba na sisi wenyewe waumini, wachungaji, watu wote pia tuna uwezo wa kulinda hizo information ambazo tunazo. Information ni vitu vidogo sana, lakini tujaribu sana kulinda hivyo vitu. Ni vidogo kama moyo wenyewe ulivyo, ni mdogo sana, lakini tunajaribu kulinda kwa hali na mali. In the same case, nimetolea tu mfano wa hiki kitu, sijajua kama tunaendana navyo, utanisamehe sana bwana Michael, lakini nimeona ndo fungu ambalo kidogo linaendana na hii kitu. So mimi the closure of it ni kwamba tujaribu kulinda information zetu kama tunavyolinda moyo wetu. Asante. Yeah, hivyo. Asante mhubiri Baraka kwa fungu hilo jema. Kwa wale ambao hamfahamu, moja kati ya maeneo ambayo pia mkurugenzi wetu wa idara ya mawasiliano yuko well versed na anayafanya kwa uzuri ni sehemu hii ya usalama wa mitandaoni. Kwa hiyo kabla sijahitimisha, Elda Mandele, closing remarks au thoughts kwenye sehemu hiyo, ushauri na vitu vyote ambavyo unaweza kushauri tunapohitimisha. Okay, ninashukuru sana kwa input mbalimbali ambazo tumezipata, na kwa sababu sijajua kama nitapata nafasi tena ya kuongea, labda tu nianze kwa kutoa shukrani. Kiukweli leo nimefarijika sana kwenye hizi presentation za leo, kwa sababu
kwanza tumekuwa na viongozi wetu humu ndani, kuanzia mwenyekiti wetu wa conference, mhazini wetu mkuu wa conference, wachungaji kadhaa wa kadhaa nimewaona humu ndani, nimebarikiwa sana. Sasa turudi kwenye vitu ambavyo tumetoka kujifunza. Kiukweli unaweza ukavichukulia kiurahisi na ukaona ni vitu vidogo sana ambavyo tunavizungumzia, ukasema visuala vya password, visuala vya nini, vitu vidogo vidogo ambavyo katika ulimwengu wa kimtandao ni vitu ambavyo vinachukua nanili kubwa sana. Yaani vinachukua uzito mkubwa, maana vinaweza vikakutoa kabisa kwenye mwelekeo. Sasa hivyo vidogo ambavyo tumejifunza tuvichukulie uzito wake, kwenye matumizi ya majukwaa yetu ya kimtandao tuweze kuvizingatia, ambavyo kwa sasa watu wengi tumekuwa tukivichukulia kama vitu vya kawaida kabisa. Na hawa wadukuzi wanacheza sana na akili ya mtu. Kwa asilimia kubwa ya mdukuzi anaanza na wewe anaanza kuteka akili yako. Yaani anakuangalia kwenye akili yako, anaangalia makosa madogo madogo ambayo wewe unamsaidia kuweza kupata taarifa zako. Wanacheza na matukio ya muhimu, matukio unaweza kuona labda anaangalia kuna upepo gani wa tukio gani linaloendelea sasa hivi kwenye upande wa dini, kwenye upande wa michezo, kwenye pande mbalimbali. Kwa jambo lolote linalo kuwa unaona ni kama sio la kawaida, inatakuwa uwe nalo. Linapokuja kwenye simu yako unaona vitu vizuri, vitu vya bule. Nadhani wataalamu wamevizungumzia, lakini tuvichukulie nini katika uzito. Anakuja anakuambia, au anakuja na kitu kinachokushitua, anakuambia unaona ni kitu ambacho sio cha kawaida, basi unatakiwa uwe nacho makini, kwa sababu kinataka utoe taarifa fulani ili waweze kupata kukuibia au kukuleta taharuki zaidi ya hilo jambo. Kwa hiyo mimi nitoe tu rai kwamba sisi kama watumiaji wa mitandao, kwa sababu ni ulimwengu ambao unatulazimisha tutumie mitandao ya kijamii, tuwe makini na hivi vitu vidogo ambavyo tumejifunza, ambavyo vitatusaidia zaidi katika matumizi yetu. Bwana wabariki sana, na ninashukuru sana, na tuendelee kuwa pamoja nasi katika hizi semina za kila mwezi. Tunasema Jumapili ya mwisho wa kila mwezi tutakuwa na mada zinazoendelea katika hili jukwaa yanayotuweka ufahamu katika haya masuala ya mitandao. Bwana wabariki sana. Asante sana Elda. Pastor Mramba, kama sikosei niliona ulinyoosha mkono. Sasa natamani kufahamu kama ilikuwa kwa ajili ya kutusalimu tu. Asante, nashukuru. Elda Onguka pia ni kama ulikuwa umenyoosha mkono. Kama haikuwa nani sana, haina shitabu. John ni kwa ajili ya kutusalimu. Asante, nashukuru. John, ni kama ulinyoosha mkono ndugu yangu. Ndio, nimenyosha mkono ndugu yangu Michael. Nanyenyekezwa sana kumtambulisha, kuna ndugu yangu mmoja mtumishi wa TCRA, nimeshare na yeye mazungumzo haya kwa sababu TCRA ni sekta nyeti kabisa inayokabiliana na changamoto nyingi. Engineer Kadaya, naomba wasalimie kidogo ndugu zangu. Hawa ni watumishi wenzetu katika, wanatuunga mkono kwenye mambo mbalimbali. Hongereni. Asante sana, karibu sana, tunashukuru kuwa pamoja nawe, na tunakuwa na session hizi, tutakukaribisha wakati fulani pia. John, nadhani utaniunganisha na engineer tuone namna ambavyo tunaweza tukakutana kwa ajili ya arrange session pia zingine njema kwa ajili ya watu wa Mungu. Nimejoin dakika za mwisho, ila angalau nimeondoka na mawili, la Zero Trust na lile kwenye Misali 4:23, kwamba ifike wakati sasa data tuzilinde kama tunavyolinda mioyo yetu. Asante sana. Kwa hiyo ni jambo jema, pengine likihubiriwa kwa kila mtu. Ndio. Kwa sababu kinachotusumbua ni kuamini hata visivyoaminika. Sasa tukitembea na hiyo Zero Trust itatusaidia. Maana mtu anaambiwa
Very simple, tuma kwenye namba hii, anayekwambia si hakika yule ambaye unadhani ndiye. Kwa hiyo nimeonja. Kwa hiyo nadhani next time I will make a follow up kuanzia mwanzo wa session pengine mpaka mwisho. Asante sana engineer na karibu sana. Mungu akubariki sana kwa kufika. Asanteni. Asante. Ninaomba kupatia overview mwezi ujao. Obviously mada kitakachokuwa kijadiliwa na nini vitatumwa. Kwa kila Jumapili ya mwisho wa mwezi tunakutana, lakini kila Jumapili ya mwisho wa robo tumekuwa na kitu ambacho kinaitwa mawasiliano workshop. Kwa hiyo tutawafahamisha ni workshop ambapo tutakuwa tukikutana physically, baadhi ambao watakuwa wanaweza kufika kwenye moja kati ya makanisa ya South Nyanza Conference na kufanya kitu practically. Kwa ya mwezi wa 3, kwa tutakuwa tukishughulika zaidi na masuala ya kurusha matangazo live streaming. Utakapoona tangazo usipange kukosa, lakini pia tutaendelea kukutana kwa ajili ya sessions kama hizi. Mungu awabariki sana. Ninaomba kwa namna ya kipekee, sijui kama atakuwa bado yupo Elda Machage au naona yupo bado. Elda, karibu mwazini wa South Nyanza Conference kwa ajili ya kutupatia ombi la kufunga. Ya, nasikika nadhani. Ndio, ni vyema. Ndio. Nasikika. Ya, kabla sijaomba nimpongeze John kwa kushinda tuzo ya TCRA. Asante sana Elda. Asante sana Elda, tuko pamoja katika ujenzi wa taifa. Amina. Basi tuombe. Baba mtakatifu, tunashukuru kwa sababu umekubali tukutane hapa kwa ajili ya kujifunza. Tunaomba yote tuliojifunza yaweze kutafsiriwa na Roho Mtakatifu katika mioyo yetu, tuweze kuyatumia vyema kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimeomba haya machache kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Asanteni na karibuni Bariadi. Tunaendelea na sema. Muwe na usiku mwema. Asante. Amen.